siwaone madhaifu, kawaekea vikwazo. Wenye yao mapungufu, Ilahi kaweka nyenzo, kawatunukia kenzo, maarifa na muongozo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salawatu rabbi wa salamuhu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin, wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tunawakaribisha tena katika mwendelezo wa vipindi vyetu. Leo hii tukiwa tunazungumzia kipindi chetu series namba 4, ambayo tutazungumzia zaidi katika namna nzima ya yule mnyama baada ya kuchinjwa. Nini kinachotakiwa kifanyike baada ya kwamba tayari tumeshamchinja kama ulivyoona? Tunafanya vipi? Tunagawa vipi? Au tunachukua vipi? Tunakitumia vipi? Kwa hakika tunaona kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuzungumza kuhusu hawa nyama katika kuchinja, alituambia fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kwa maana kwamba baada ya kuchinja kuleni katika hicho ambacho mmekichinja, lakini pia muwalishe wale wahitaji. Kwa hiyo tunapata picha kwa maana hapa baada ya kuchinja wewe mwenyewe unaichinja pia basi ni bora na ni sunna wewe uwemo katika lile fungu ambalo pia linalohitajiwa kupata kile kichinjo. Lakini pia si hivyo tu, wale watu wako wa karibu, kwa maana kwamba kuanzia familia yako, kuanzia majirani zako na watu marafiki zako pia wanatakiwa wapate katika yale mafungu. Lakini pia wasisahaulike wale ambao wasiokuwa na uwezo. Kwa hiyo ukiangalia hii udhiya ambayo sisi tunakuwa tunaifanya, wengi wamependekeza kwamba igawanywe katika mafungu matatu, kwa maana thuluth thuluth thuluth. Kwa hiyo wakati unagawa haya mafungu ambayo tumesema ni mafungu matatu, basi uweke fungu lako la kwanza kabisa ni fungu lile ambalo linalokuhusu wewe. Lakini fungu lako la pili liwe ni fungu ambalo linaloweza kupelekwa kwa wale watu wako wa karibu. Fungu la tatu ndio umalizie uwape wale ambao wanaohitaji. Lakini inawezekana ikawa wewe sio katika wahitaji au watu wako wa karibu wasiwe katika wahitaji, basi unaweza pia ukasema kwamba nusu na wagaia watu wangu wa karibu na nusu na wagaia watu wangu ambao ni maskini wanaohitaji zaidi. Lakini lengo kubwa ni kupata ile sadaka ifike katika wale ambao wanaoweza kuitumia au wanaohitaji zaidi. Lakini pia usiwasahau wale majirani zako, watu wako wa karibu. Kwa hiyo tusisitize kwamba kama tuna uwezo wa kugawa mafungu matatu itakuwa ni bora zaidi. Na kichinjo chenyewe mara nyingi inakuwa ni kichinjo, mara nyingi inakuwa ni kondoo au mbuzi, kwa maana kwamba ni kitu kidogo kidogo ambacho kinaweza kikagaiwa. Lakini wakati mwingine unaweza ukachinja kichinjo ambacho ni kikubwa, lakini hichi pia ni kichinjo ambacho mara nyingi wanashirikiana watu kama tulivyozungumza kule, watu 7. Lakini wakiwa watu wachache, wakisema watu 6, watu 5 wanataka kuchanga kushirikiana, sio mbaya, lakini wasivuke watu 7 katika kushirikiana katika kichinjo kimoja kama vile cha ng'ombe au kichinjo cha ngamia. Kwa hiyo ngamia ama ng'ombe wanaweza watu 7 au chini ya 7 wakashirikiana katika kwenda kufanya kichinjo kimoja hicho na kuweza kugawa mafungu hayo, kwa maana kila mmoja wapo atakayepata fungu lake katika ile subu, basi yeye akaigawa mara 3 na kuweza kufikisha katika mazingira haya. Lakini pia huenda ukataka kushirikiana, mtu hataki kufanya udhiya lakini yuko tayari kukuchangia wewe ili kutimiza katika wale watu 7, pia inaruhusiwa mkachanga watu 5, watu 2 ambao hawafanyi udhiya wakaamua tu labda kuchanga kuongeza pale ili timie, pia itakuwa bado mko katika ndani ya udhiya. Lakini je, huwa tunajiuliza mara nyingi, hii nyama baada ya kwamba kuchinja na kugawa mafungu haya, wakiwa majirani zako ambao sio Waislamu, majirani zako ambao ni makafiri, je, tunaweza tukawagaia? Halijapata au hatujapata athari au hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo inakataza kuwagaia watu kama hawa. Kwa hiyo hata kama ni jirani yako ambaye si Muislamu, umechinja katika kujenga ule ujirani na katika kujenga jamii iliyokuwa bora na kuona Uislamu kuweka kwamba katika mazingira mazuri, pia
unaweza ukampelekea jirani yako hata kama sio Muislamu, na unaweza ukawapelekea wahitaji ambao katika mafakiri hata kama sio Waislamu. Leo hii tunaona kwamba wakati mwingine mtu anachinja, anapeleka katika vituo vya mayatima, anapeleka katika vituo ambao venye uhitaji. Watu wanasema kwamba kwa nini upeleke kule wakati kuna Wakristo, wakati kuna nini? Hili jambo linaruhusiwa. Unaweza ukapeleka hata kama mtu sio Muislamu ukamgaia, na hasa ukiwa unatarajia kwamba kuwekea picha nzuri Uislamu, kwa maana kwamba Uislamu unafanya mambo ambayo kwamba yanajenga jamii, lakini pia ukiwa unatarajia hawa ninawagaia pia huenda wakaona uzuri wa Uislamu wakaingia, kwa tunataraji kwao wakawa hivyo. Lakini ikiwa unajua kabisa hawa ni sio Waislamu, lakini hawa ni mukatilin, hawa ni watu ambao wanatupiga vita moja kwa moja, dhahiri bayana kabisa, watu hawa hawafai kupelekewa chochote katika udhiya. Lakini pia kuna vitu ambavyo wakati mwingine vinatokea, mtu anakuwa ameshachinja udhiya wake, kuna labda mapembe, sijui kuna kwato, kuna ngozi, vitu kama hivi. Je, mtu baada ya kwamba ameshaviweka katika udhiya anaruhusiwa vitu hivi kuviuza? Kwa mfano, au labda umechinja, imebaki pale ngozi, imebaki labda pale kwato, si ndio? Imebaki pembe zile, vitu kama hivi. Au sasa hivi mpaka watu wanafanya kuuza damu, wanachukua damu kwenye machinjio, wanaweka, wanaikusanya, wanaigandisha au wanaikausha, wanakuja baadaye wanaiuza, wanawapa watu ambao kwa maana wanafanyia kupikia au kuandalia labda chakula, sijui labda cha mifugo, kuku, sijui ni vitu gani. Je, vitu hivi tunaweza tukauza? Kwanza kabisa, kwa upande wa damu, damu haiuzwi. Damu tayari ni kitu ambacho tumesema kwamba hakitumiki kile baada ya mnyama kuchinjwa. Lakini je, ngozi au vitu gani? Hivi vitu vyote hivi, kwa sababu udhiya tayari wewe umeshamweka kama wakfu, ushamfanyia takarrub kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hairuhusiwi kutoka pale baada ya kuchinja udhiya yako ukachukua ngozi ukaenda kuuza, ukachukua sijui kwato ukaenda kuuza. Hivi vitu haviruhusiwi. Jamani, tuangalie, mara nyingi vitu hivi vinatokea, na wakati mwingine mtu anajisahau, anakwenda tu, akishamaliza kuchinja anaondoka. Lazima tufuatilie vitu vyetu hivi. Watu wasiuze ngozi, wasiuze sijui kwato, wasiuze sijui mikia, haviruhusiwi, kwa sababu yule mnyama tayari yote. Laiti kama utakuwa unasema kwamba nimechukua na kwenda kugawa, si kuuza, na kwenda kugawa kama hadia, hapo sawa, unamgaia huyu, unamgaia bwana, nimechinja hapa, imebaki hii ngozi, imebaki labda hizi kwato, mimi nakugaia. Hii haina tatizo, kwa sababu ahdaita, umegawa bure. Lakini pia wakati mwingine, kama ambavyo tulitangulia kusema kwamba je, yule ambaye anashughulika kuchinja, kwa sababu sunna ni kuchinja mwenyewe, ikiwa huwezi wewe kuchinja, unamwakilisha mtu kwa niaba. Lakini pia wakati mwingine unamwajiri mtu kwa ajili ya kuchinja. Sasa yule unayemwajiri, malipo yake hayafai kuwe katika vitu ambavyo vimo katika ile udhiya. Ukachukua maini ukamwambia kila unapochinja, haya maini ni ya kwako kama vile ndiyo malipo, au hii ngozi ndiyo ya kwako kama malipo. Haitakiwi vitu hivyo. Unatakiwa ujipange wewe ambaye unayechinja. Kama unachinja mwenyewe, fabiha neema. Kama mtu anakuchinjia, panga ujira wake, panga malipo yake nje ya yule mnyama. Unachinja, nikimaliza kuchinja nitakupa shilingi 10,000 au nitakupa shilingi 20,000 au 5,000, kwa maana kwamba udhiya anajitegemea, hashirikishwi katika kuweza kuwa ni kama malipo kwa maana ya udhiya yenyewe. Lakini pia kumuuza, mfano mtu tayari ushamnunua mbuzi wako, ukamweka hapo, ukasema huyu ni udhiya wangu wa mwaka huu. Umepatwa na tatizo, au ukafikiria tu kwamba bwana, mimi basi sichinji tena. Umenunua mwezi 2, mwezi 3, mwezi 4, ile ya mfungo 3. Ikafika mwezi 7, mwezi 8 ukaghairi, ukasema mimi simtaki tena, yani sitaki tena kuchinja, huyu mbuzi namuuza. La yasih, haifai, kwa sababu pale tulivyoainisha kwamba huyu unamnunua kwa ajili ya udhiya, tayari keshafungamanishwa na udhiya. Hairuhusiwi wewe kumuuza, hata kama wewe ndio ulomnunua, lakini sheria inakuwa haikuruhusu wewe kumuuza tena, madam ameshaingia katika poti kwamba huyu ni udhiya. Lakini pia si kwa maana baada ya kumchinja yule udhiya unaruhusiwa kumuuza. Yani nimeshamchinja, nimemaliza, sasa nachukua nusu au robo ya nyama napeleka kwenye mabucha. Tunayaona haya mengi sana, subhanallah. Tunaenda pabaya sana, hasa sisi ambao tunakuwa tunasimamia mambo haya. Mtu anapewa ng'ombe 100, 200 achinje
kwa ajili ya udhiya za watu, anawakilishwa, subhanallah, anakuja kumdhulumu na anajidhulumu nafsi yake. Anachukua hawa wanyama, wakati mwingine anapeleka kwenye mabucha, anakwenda kuwauzia. Ya laha min dhunub. Tujiangalie sana mambo haya, haifai. Lakini pia namna gani tunaweza wakati mwingine baada ya kuchinja ile nyama tunaweza kukaa nayo siku ngapi? Mtume sallallahu alaihi wasallama hizi siku za baada ya kuchinja alisema ni siku za furaha, ni siku za kula na siku za kunywa, watu wafurahi. Kwa hiyo akasema kwamba hivi vitu mkishachinja mvigawe, msibaki navyo. Kwa hiyo anasema hadithi ilikuja, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anawakataza watu kuziweka, kuzihifadhi baada ya siku ya machinjo, kwa maana kwamba zigawiwe. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam mwisho akasema nilikuwa nawakataza kuzihifadhi baada ya kuchinja, sasa hivi na waruhusu. Kwa hiyo hata kama umechinja vitu vingi na sehemu ya kugawa hakuna sana, au watu wahitaji sio wengi, au umepata kilichokuwa unaweza kukihifadhi siku 2, 3, 4, 5, wiki mbili, basi pia ni ruhusa kwako kukihifadhi. Lakini usifanye ufisadi, kwa maana kwamba ukachukua vitu vingi na watu bado wanahitaji, ukawa wewe ndio umevihodhi. Bali tuwe katika watu ambao baina dhalika sabila, tuwe ni watu ambao sio katika takdir, tusiwe katika israfu katika haya ambayo tunayotaka kuyafanya. Kwa hiyo kuzihifadhi nyama, kuwa nazo baada ya kuchinja, ukawa nazo siku 2, 3, 4, 5 ukawa unaendelea kutumia, haina matatizo. Kwa hiyo wale tunaochinja tuangalie namna gani tunavifanya vichinjo vyetu baada ya kuchinja, tunavitumiaje na tunavyovigawa tunavigawa vipi, lakini je, tunavigawa katika mfumo gani, ili tuweze kutoka au kubakia zaidi katika ile misingi ambayo udhiya au dini ndiyo ambavyo imetupanga katika uchinjaji. Leo tuishie hapa biidhnillah taala. Kwa machache haya inshallah tutakuwa tumefaidika na tumeweza kusimamia ibada zetu vizuri, au kama tumewakilishwa tunaweza kuzisimamia ibada za watu wengine katika njia ambayo iliyokuwa nzuri. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waone madhaifu kawaekea vikwazo, wenye yao mapungufu Ilahi kaweka nyenzo, kawatunukia kenvo maarifa na